somo la Injili, Yesu anawaambia mitume wake, msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani bali upanga. Yesu alikuja kuleta amani ya kweli na ya kudumu, inayokuja tu kwa kupitia kushikamana na utimilifu wa ukweli na ushirikiano na utimilifu wa neema ya Mungu. Kila mmoja wetu hapa anatamani amani. Amani katika familia, katika jamii, lakini amani ina pande nyingi na inaweza ikawa na maana tofauti. Kwa kiwango cha juu, amani inamaanisha kutokuwepo kwa migogoro. Ingawa utulivu kama huo ni muhimu na una nafasi yake katika maisha, Yesu alikuja kutoa amani kubwa zaidi na ya kudumu zaidi. Shalom ni neno la Kiebrania la amani, linamaanisha zaidi ya kutokuwepo kwa ugomvi. Linajumuisha ukamilifu wa maelewano, haki na baraka zinazotokana na uhusiano sahihi na Mungu na wengine. Ni amani yenye mizizi katika ukweli na ushirikiano na Mungu. Kwa kushangaza, amani ya kweli inaweza kusababisha mgawanyiko, hasa wakati Injili inapokubaliana na dhambi na uongo ambao watu hawataki kuacha. Upanga ambao Bwana wetu analeta si kwa ajili ya uharibifu bali kwa ajili ya utakaso. Upanga huu unakata kile kilicho cha uongo ili amani ya shalom iweze kuota mizizi. Basi kila mmoja wetu anaweza akatafakari na kujiuliza, unapendelea nini? Kutokuwepo tu kwa migogoro kwa gharama yoyote ile, au amani inayojikita katika ukweli wa kimungu? Basi leo tunaalikwa tutamani amani hii ya kweli. Na kama kuna maeneo ambayo umejiwekea mazingira ya kupata faraja badala ya ukweli, basi kila mmoja wetu atafakari mwenyewe, aombe neema ya Mungu, sio kuepuka tu migogoro ya kiroho, lakini pia kuvutiwa na upatanisho unaotokana na ukweli. Tuwe ujasiri wa kukaribisha upanga wa neno la Mungu ambao unatakasa uovu na uongo na kuleta ile shalom ambayo itapelekea kuota mizizi zaidi moyoni mwetu, kuwa na mahusiano bora na Mungu, mahusiano bora na wengine ambayo yamejengwa katika misingi ya haki na ukweli. Na kwa kuwa sisi ni dhaifu, mara nyingi tunakuwa waoga, tuanze kuomba msamaha mbele ya Mungu ili tuweze kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu ya ibada hii.